Kichwa cha somo, andika ahadi ya kuvikwa uwezo, kwenye mabano andika nguvu kutoka kwa Mungu. Ipo ahadi ya kila aliyemwamini Yesu Kristo kupokea uwezo, kuvikwa uwezo kutoka kwa Mungu, na uwezo huu ni nguvu isiyoelezeka, nguvu isiyozuilika, nguvu ya Roho Mtakatifu. Ni ahadi ya Mungu. Na Bwana Yesu kipindi anamtambulisha Roho Mtakatifu kwa kanisa, kwa wanafunzi waliomwamini, akasema yafaa mimi niende ili huyo msaidizi aje. Lakini huyu msaidizi hamtaji tu kama ni msaidizi wa kirahisi kama wanadamu walivyowasaidia, bali anamtaja kama uwezo utokao juu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ninataka umtambue Roho Mtakatifu kama uwezo usioshindwa na jambo lolote, na nataka umpokee Roho Mtakatifu kama uwezo wa kiutendaji wa kiungu kwenye maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kila mtu aliyeokoka anahitaji uwezo utokao juu. Tumekuwa na maombi ya siku 4 na nimekufundisha nikakueleza, unaweza ukawa na Roho Mtakatifu lakini ukaona huna nguvu ya kufanya baadhi ya mambo. Kwa nini? Kwa sababu unamjua Roho Mtakatifu kama nani. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Unaandika, ni ahadi ya Mungu kwamba kila aliyemwamini Yesu Kristo avikwe uwezo wa kiungu. Uwezo huu sio uwezo wa kunyanyua vyuma, sio uwezo wa kushindana katika michezo, sio uwezo wa kushindana katika mbio, na sio uwezo wa kinamna ya kibinadamu, bali ni uwezo wa kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni ahadi ya Mungu kwamba kila muamini ampokee Roho Mtakatifu kama uwezo, kama nguvu ya kiungu. Kuna watu wamempokea Roho Mtakatifu, lakini ufahamu wao wanajua kwamba Roho Mtakatifu kazi yake ni kuwasaidia wao kuomba mwisho. Kwa hiyo wanamtumia Roho Mtakatifu kwa kunena tu kwa lugha. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao wamejazwa na Roho Mtakatifu, lakini wanamtumia Roho Mtakatifu katika maombi tu. Kwa hiyo uwepo wa Roho Mtakatifu unathibitika kwao kwa kunena kwa lugha basi, lakini kwenye mambo mengine yote hawatambui uwezo wa Roho Mtakatifu kuyatenda, bali wanajua ni Yesu mwenye kuyatenda. Haukosei, lakini nataka leo uende mbali zaidi, kwa sababu Mungu hawezi kukusaidia kwa kiwango ambacho humjui, ama zaidi ya pale unapomuelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwezi ukapelekwa na Mungu kwenye viwango ambavyo wewe hujamruhusu akupeleke. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kanisani kama mtu wa dini, kwa sababu utakuwa na mapokeo ya kidini. Kaa kanisani kama mtu ambaye unataka kumjua Mungu kila siku. Hatutashindana wala hatutagombana kwa habari ya uzinzi, kwa habari ya masengenyo. Hatutakuwa tunaanza kupoteza muda kwa ajili ya kushughulika na dhambi. Kazi ya Roho Mtakatifu ya kwanza ni kuiondoa dhambi ndani yetu, kututenga mbali na dhambi, kwa sababu yeye, Biblia inasema atatuongoza, atutie kwenye kweli yote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, kanisa la Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Biblia katika kitabu cha Luka sura ya 24 mstari wa 49. Biblia katika kitabu cha Luka sura ya 24 mstari wa 49 inasema, natazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Bwana Yesu wakati anawaaga wanafunzi wake, pamoja na kwamba katika kitabu cha Yohana tunaona anawaelezea kwamba yanifaa mimi niende ili aje huyo msaidizi. Mpaka leo hii kanisa hawajajua faida ya huyu Roho Mtakatifu na kwa nini anasema yanifaa mimi niende. Nataka nikwambie kitu hiki. Bwana Yesu wakati yupo katika mwili hapa duniani, alikuwa alipo pana uzima. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wanafunzi walipokuwa na Yesu Kristo walikuwa hawana mashaka, hata litokee jambo kubwa kiwango gani, hata itokee tufani, hawana mashaka, wanalala tu usingizi, hawana shida, hawafungi. Wanafunzi wa Yohana wakamfuata wakamuuliza, mbona wanafunzi wako wafunga? Bwana mwenyewe akamwambia, wanafungaje wakati bwana harusi wanaye? Ngoja atakapotwaliwa watafunga. Kwa nini? Kwa sababu wanajua yupo kamanda, chief of command, vyote vinamtii. Lakini nataka uangalie jambo hili, pale ambapo Bwana Yesu alikuwa hayupo pamoja nao, walikuwa wana msiba mzito, walikuwa na hali mbaya, walikuwa wanatia huruma, hadi watu wakawadhiaki, wakasema, binti yangu mgonjwa, nikamleta kwa wanafunzi wako wamwombee, lakini wakashindwa kumtoa huyu. Dhiaka. Sijui kama unanielewa. Haleluya. Hata kama unampenda Yesu kiwango gani, hata kama unasali kwenye dini nzuri kiwango gani, hata kama una muda mrefu kanisani, kama hauna Roho Mtakatifu, hakuna utakachoweza kukitenda chenye udhihirisho wa nguvu za Mungu kwenye maisha yako yote, kwa sababu kinachotuwezesha kufanya ishara ajabu ni nguvu ya uwezesho, nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa
Kwa hiyo Bwana Yesu alijua watu hawa hawataweza, hata kama ndio wana imani, ndio wananiamini, lakini kama hawana Roho Mtakatifu bado watashindwa. Akasema yanifaa mimi niende ili huyo Roho Mtakatifu aje. Mwangalie Lazaro, alikuwa kabulini, alikuwa anaumwa. Of course amepewa taarifa Bwana Yesu, zimepelekwa taarifa kwamba yule mpendaye anaumwa, ni mgonjwa, rudi umwone, wakiwa wanaamini kwamba akirudi tu ugonjwa utatoroka. Bwana Yesu asifiwe. Na uhalisia upo hivyo. Lakini Bwana Yesu akakaa siku 4, akarudi akakuta Lazaro ameshakufa. Mariamu anasema kama ungelikuwepo, Martha ising, kama ungekuwepo ndugu yangu asingekufa. Wao wanakubali kwamba kuwepo kwa Yesu wao ni salama, lakini akiwa mbali wao hawapo salama. Ndio maana Bwana Yesu akasema yanifaa, yawafaa ninyi zaidi mimi niende, kwa sababu huyo ambaye nitamwomba Baba waleteni, huyo ni yupo kila mahali, huyo atakaa ndani yako, huyo atatembea na wewe. Alipo jambo litakalo kushinda, nataka nikwambie hata mauti ikija ndani yako itatoroka, kwa sababu ndani yuko mkuu wa uzima, anaitwa Roho Mtakatifu. Hiyo ni nguvu ya uwezesho. Huoni moto mwanangu, anafanya vitu visivyowezekana, anabadilisha mazingira, kwa maana yeye ndiye aliyeyaumba, anajua njia zetu. Ravosatayaba. Hawakumwelewa. Sasa wakati anaenda kunyakuliwa, tunaposoma katika hii Luka 24:49 anasema nini? Mnaogopa ogopa? Tazama sasa nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, kwamba Bwana Mungu ameahidi. Hii ni ahadi, na Mungu adanganyi. Akisema lazima atimize. Anasema kaeni humu mjini, msitoke hata mupokee nguvu kutoka juu, uwezesha kutoka juu, mamlaka kutoka juu, vipawa kutoka juu. Subilini humo, msiondoke. Kwa lugha nyingine angekwambia acha kwanza hayo unayoacha. Kama umeokoka na una Roho Mtakatifu, usiendelee kutafuta hela kwanza. Kama umeokoka una Roho Mtakatifu, usiendelee kutafuta mchumba kwanza. Kama umeokoka na una Roho Mtakatifu, acha hivyo unavyovifanya. Wekeza nguvu kumtafuta Roho Mtakatifu, kwa sababu yeye anajua yote, kwa sababu yeye atakuongoza, akutie kwenye kweli yote. Atakwambia mwanangu, ili usifanye, ili ni hatari kwa ajili ya maisha yako, na mimi Baba yako ndiye ninayejua. Fanya hili mwanangu, kuna neema mbele yako. Hata kama unaona viwezekani, nipo kukuwezesha. Ritaya bashaka. Nataka mtu mmoja apige makofi kwa Roho Mtakatifu, mshangilie. Yeye ni Roho wa uzima. Ritaya bashanda indarabosaika rikaya baba. Yes, haleluya, haleluya. Ribosatayaba anasema natazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humo nchini hata mvikwe uwezo utokao juu. Roho Mtakatifu ni ahadi ya Baba itokayo juu. Sio unaelewaga? Mara nyingi tunasema Bwana amesema mara 100 duniani. Bwana ameahidi. Una ahadi nyingi unaweza kumkumbusha Mungu. Halo, ndio hivyo. Una mengi unaomkumbusha Mungu ulisema, lakini waga umkumbushi kwa baada ya Roho Mtakatifu. Nataka nikwambie, hata kama ulimpokea Roho Mtakatifu, bado unamhitaji Roho Mtakatifu, kwa sababu kuwa na Roho Mtakatifu bila ishara bado tafsiri yake ndiye unaye, lakini kuna wakati unamhuzunisha. Paulo akasema msimhuzunishe Roho Mtakatifu. Unahitaji nguvu, hiyo nguvu itakupeleka inakotaka. Ukisoma katika kitabu cha Ezekieli, anaeleza Ezekieli 47 anaeleza kwa habari ya viwango. Au tusome hapo, sije nikaenda mbali sana, yamkini kuna mtu anahitaji kitu cha ziada. Ezekieli 47 I think Biblia inasema kwa mstari wa kwanza, baadaye akanileta tena mpaka lango la nyumba, na tazama maji yalitoka chini ya kizingiti cha nyumba kwa njia ya mashariki, maana upande wa mbele wa nyumba ulielekea upande wa mashariki, nayo maji yakashuka toka chini ya upande wa kuume wa nyumba upande wa kusini wa madhabahu. Ndipo akanileta nje kwa njia ya lango upande wa kaskazini, akanizungusha kwa njia ya nje mpaka lango la nje kwa njia yake iliyoelekea mashariki, na tazama maji yalitoka upande wa kuume.
Bwana Yesu akasema, wowote waniaminio mimi, kama maandiko yalivyonena, mito ya maji itatoka ndani yao. Na Biblia inasema pale, habari hii aliongea kwa habari ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya. Ndipo akanileta nje kwa njia ya lango upande wa kaskazini, akanizungusha kwa njia ya nje mpaka lango la nje kwa njia yake iliyoelekea mashariki, na tazama, maji alitoka upande wa kuume. Na alipotoka mtu yule mwenye uzi wa kupimia mkononi mwake kwenda mashariki, akapima dhiraa 1000, akanivusha maji yale, maji akafika mpaka viweko vya miguu. Kisha akapima dhiraa 1000, akanivusha maji yale, maji akafika mpaka magoti. Kisha akapima dhiraa 1000, akanivusha maji yakafika mpaka viuno. Kisha akapima dhiraa 1000, yakawa mto nisiyoweza kuuvuka, maana maji yamezidi, maji ya kuogelea, mto usiovukika. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ukiendelea pale mbele utaona faida zinazotokana na huo mto, na Biblia inasema kila ulipopita uliachilia baraka. Sasa hivi viwango anavyoviongelea ni viwango vya mtu kujaa na nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Kuna wakati kuna mtu anapokea Roho Mtakatifu, lakini uwezo ama utendaji wa nguvu za udhihirisho wa Roho Mtakatifu ndani ya mtu huyu ni maji ya viweko vya miguu. Maji ya viweko vya miguu, unaweza ukachukua mpira ukapiga danadana, ukapiga chenga kanzu, lakini upo kwenye maji. Tena mnacheza hata mechi, maji ya viweko yanaishia huko kwenye viatu vyangu. Mtu huyu anaweza akakontrol boli vizuri, anaamua yeye cha kufanya. Mtu mwenye viwango kwenye viweko anaamua yeye, na ndio maana kuna wakati ibada na Roho Mtakatifu anakuambia huu ni muda wa ibada, lakini wewe unamwambia mimi leo ni siku ya kufua nguo. Halo. Kwa hiyo kadiri viwango vinavyopanda vya mtu kuzama katika bwawa ama kisima ama maji ama mto wa Roho Mtakatifu, ndivyo ambavyo mtu huyu anazidi kuwa salama. Anasema viweko vya miguu, maji akaja magotini, maji akaja viunoni, alafu anasema pale mbele maji akawa mto mkubwa, mto usiovukika, maji ya kuogelea. Hivyo ni viwango ambavyo mtu huyu amejawa na Roho Mtakatifu, wala hawezi kumbishia lolote Roho Mtakatifu, kwa sababu chochote atakachomwambia atatenda. Maji aliyojaa, hata wale waogeleaji wanajua yale maji anaweza kakupeleka kokote yanakotaka yenyewe. Mpendwa, nataka nikwambie, hebu ruhusu Roho Mtakatifu afurike kwa viwango hivyo ndani yako. Utaona faida, hakuna hasara itakao kupata, hakuna wachawi watakao kugusa, hakuna miungu itakayoshikilia maisha yako. Hautarudi nyuma wala kutenda dhambi, kwa sababu Roho Mtakatifu yeye ndo atakuwa anakuamulia nini ufanye. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya. Nilitaka nikuonyeshe kitu hapo. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni uwezo wa kufanya mambo yasiyowezekana kibinadamu, ni nguvu ya uwezesho upitao ufahamu wa kibinadamu. Nataka uelewe kama Roho Mtakatifu, umwelewe kwamba Roho Mtakatifu ni nguvu ya uwezesho. Jina la Bwana libarikiwe sana, hilo usije kasahau. Paulo anasema katika kitabu cha Wafilipi sura 4 mstari wa 13, anasema na yaweza mambo yote katika yeye anitiae nguvu. Tukiwa na Roho Mtakatifu hakuna jambo litakalotushinda, haijalishi dhoruba itainuka kiwango gani. Roho Mtakatifu yeye ndiye nguvu ya uwezesho. Kwa hiyo katika yeye atutiae nguvu, hizi sio nguvu za ugali. Paulo aongelei kwa habari ya nguvu za kawaida. Paulo anaongelea kwa habari ya nguvu ya utendaji wa kimungu. Haleluya. Kuna watu wanasema ili upokee nguvu inabidi ufunge sana. Sikiliza, kufunga sana sio kupokea nguvu. Hiyo ni njia ya wewe kumwendea mwenye nguvu, kwa sababu utakapofunga, na hata juzi niliwaambia, kufunga maombi na kuzulula sokoni hautapokea matokeo yoyote. Utakuwa unatengeneza vidonda vya tumbo. Hata kama mazingira yako ya kazi yamekuwa ni magumu, basi jaribu kutenga muda ambao utakaa peke yako. Hata kama ni weekend, tenga ule muda, kwa sababu hata ukisema weekend, kuna watu weekend wao ndo siku ya kupiga dili ama ndo siku ya kuzulula, kuijua mitaa. Unamwambia unaenda wapi? Mimi nipo tu nazulula, napoteza time. Wewe watu wanatafuta time, wewe unaipoteza. Sasa mtu anayejitenga na kuomba, mtu huyu anatafuta kumsikia Roho Mtakatifu, anatafuta kukaa na Roho Mtakatifu. Ukikaa na Roho Mtakatifu kwa muda, automatically wewe unabadilishwa na kufanana naye. Utamsikia kwa sababu atakuwa na muda mwingi wa kuzungumza. Roho Mtakatifu ni mpole, akai kwenye makelele. Kama unajifunza kukaa naye,
unahitaji upate muda wa upweke, alafu yeye ndo atakuja, utaanza kumsikia. Kama hauna tabia ya kutenga muda kwa ajili ya kukaa na Mungu tu, haitakusaidia kwenye maisha yako. Ndio maana nikasema kabla hujaanza kutafuta vingine, anza kumtafuta. Wekeza muda wako kumtafuta Roho Mtakatifu kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona Musa alipokuwa ameenda mlimani siku 40 amekaa pale, alipata experience ya kukaa na Mungu, na aliposhuka Biblia inatuambia kwamba uso wake uling'aa, hata wana wa Israeli walishindwa kumtazama. Kwa nini? Alifanana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu alijitenga. Lakini alipokuwa anashuka huku kwa watu, walipogundua wanamkimbia kwa sababu ya utaji wake unang'aa, paji yake inang'aa, akaweka utaji. Biblia inasema ule utaji ulikuwa unaisha, lakini wana wa Israeli walikuwa uone unapoisha. Kwa nini unaisha? Kwa sababu anakaa anapiga stori na watu, repa shepe. Na hata sisi wachungaji tukijitenga sana, mnatukimbiaga. Halo. Unaweza kumwambia Bwana Yesu asifiwe mpendwa, ukasema tupo humu. Kwa nini? Ameisikia sauti yenye mamlaka. Na hii sauti haina mamlaka ama haijakaa na mwenye mamlaka. Kama unaelewa, mchapie Yesu makofi mengi ya shangwe na vigelegele. Sasa nataka nikuonyeshe kwamba Mungu anamhitaji Roho Mtakatifu. Halo, Mungu ni mmoja, ana nafsi tatu. Tunakubaliana hilo mpaka tuanze tena kujifunza? Tunafahamu. Na wewe waga unahubiri na unawashuhudia watu. Mungu ni mmoja lakini ana nafsi tatu. Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Hata watoto wa Sunday wanaelewa. Sasa huyu Mungu Baba anamhitaji Roho Mtakatifu. Kwa sababu gani? Roho Mtakatifu ni roho wa Mungu. Kwa hiyo Mungu asipokuwa na roho, hawi Mungu huyo. Ndio maana uwezi ukamgawa. Lakini pia Mungu Mwana anamhitaji Roho Mtakatifu. Sasa mchungaji, leo unatuhubiria injili gani? Nataka nikuonyeshe umuhimu wa kuwa na Roho Mtakatifu. Uwezi wewe bila Roho Mtakatifu. Halo. Sikiliza. Utendaji wa Roho Mtakatifu katika uumbaji hapo mwanzo. Unaandika utendaji wa Roho Mtakatifu katika uumbaji hapo mwanzo. Roho Mtakatifu kwanza nataka uelewe, yeye huwa mwanzo wa kila jambo la kimungu. Kwa Mungu mwenyewe, Roho Mtakatifu yeye ndiye mwanzo wa kutenda kila wazo litokalo kwa Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia kwenye maisha yetu, Roho Mtakatifu ni mwanzo wa kila jambo. Hilo inabidi ulielewe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo mengi unayafanya mwanzo. Unatoa sadaka kabla ya kuanzisha biashara mpya. Unaanza na Mungu, unamshirikisha Mungu. Ni jambo zuri, lakini lazima ujue unahitaji kumkabidhi Roho Mtakatifu huo mwanzo wa jambo lako. Kwa sababu ikiwa hilo jambo limetoka kwa Mungu, tafsiri yake yupo Roho Mtakatifu ili awezeshe hilo jambo. Kwa sababu Mungu haji yeye kutenda kwa ajili yako, ila yupo Roho Mtakatifu, yeye ndo atatenda kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna mtu ananielewa hapa? Sijui tuende kwenye mifano. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia hakuna msimu mpya bila Roho Mtakatifu kwenye maisha yako. Hakuna baraka bila Roho Mtakatifu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi ukaenda viwango vipya kama huna Roho Mtakatifu kwenye maisha yako, kwa sababu jambo lolote la kimungu linaanza ama linatimizwa na Roho Mtakatifu. Kwenye kila mwanzo, nimesema kwenye jambo lolote la kimungu, Roho Mtakatifu yeye huwa mwanzo wa hilo jambo. Tunaposoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza na wa pili, kabosha taya baba. Biblia inasema, twende pamoja. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Sikiliza hiyo pointi inayofuata. Anasema Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Kwa hiyo kabla Mungu hajafanya lolote katika hii dunia, Roho wa Mungu alikuwa ameshatangulia
kwenye ule uumbaji. Naam, na ndio maana kila alichotaka Mungu kifanyike kilifanyika, kwa sababu alikuwepo, yupo mtendaji, nguvu ya uwezesho. Ndio maana Bwana Yesu kwa kulitambua hilo anasema, kaeni humu mjini msitoke mpaka mupokee uwezo ya Baba, kwa sababu Mungu mwenyewe anajua bila Roho Mtakatifu ninyi hamtaweza. Hata kama mnanipenda, mnaniamini, bila Roho Mtakatifu hata mbinguni huendi, mtu wa Mungu. Halo, ngoja nikimbie kwa sababu ya muda. Hilo umeliona. Kwa nini awe mwanzo? Ni kwa sababu yeye husaidia uwezesho wa yale yote tunayoyahitaji. Kwa akili zetu hatuwezi. Tunahitaji tupate roho ya maarifa, afungue tuone kwa namna ya kiungu. Mtu mwenye roho ya maarifa ataona tofauti na wengine wanavyoona. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mwenye roho wa Mungu ana hekima ambayo wengine hawajaiona. Ukisoma katika kitabu cha Isaya sura ile ya 11 kuanzia mstari wa kwanza pale utaona anaelezea kwa habari ya roho 7 za Mungu, ama mgawanyiko wa utendaji wa Roho Mtakatifu ndani ya Yesu Kristo na ndani ya wote waliomwamini Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Nimesema ni kwa sababu yeye Roho Mtakatifu husaidia uwezesho wa yale tunayohitaji kuyafanya, ili kuwa dhahiri kwa jambo lolote la kimungu. Anayefanya liwe dhahiri ni Roho Mtakatifu. Naomba unisomee Yohana 14 mstari wa 16 na wa 17. 14, 16 na 17. 16 na 17. Sura ya 14 mstari wa 16 na wa 17. Injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa 16 na 17, nasoma kwa msaada wa Bwana. Amen. Nasema, mimi nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea. Mtu ambaye hajamwamini Yesu hawezi kumpokea. Kwa kuwa haumuoni wala haumtambui. Bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Chapie Yesu makofi mengi ya shangwe na vigelegele. Mstari wa 26 kitabu hicho cha Yohana 14, Biblia inasema, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu. Nataka uelewe vitu hapo. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Ambaye Baba atampeleka kwa jina langu. Na ndio maana hapo watu wanachanganyikiwa. Anaposema kwa jina la Yesu, shetani toka, anasahau ama haelewi kwamba hilo jina la Yesu ili litende kazi ni lazima liwe na Roho Mtakatifu. Sikiliza, mlevi hana Mungu hawezi sema kwa jina la Yesu kitokee chochote. Kama hauhusiani na Roho Mtakatifu, huwezi ukalitumia jina la Yesu likaleta matokeo. Unasema, mchungaji unasemaje? Waangalie wana wa Skewa, walikuwa ni watoto wa kuhani, na wao walitumia jina la Yesu, lakini pepo likawafanya nini? Na wewe ni shahidi, ushashuhudia mambo mengi ya ajabu yanatokea. Mnapokuwa kwenye vita ya kupambana na mapepo, kuna wakati unakuta kuna watu wameshawahi aibishwa kwa sababu tu wanalitumia jina la Yesu, lakini hawana uhusiano na mwenye lile jina. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sikiliza, sio jina la Yesu peke yake linatenda kazi. Anasema atukuzwe yeye awezaye kutenda mambo makubwa na ajabu kuliko tuombavyo na kuliko tuwazavyo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu.
Kwa kuna mambo tunayaomba yanatendeka na zaidi ya tulivyoomba, kwa sababu ndani yetu iko nguvu. Kuna mambo tunayatamani na tunapomshirikisha Mungu anatenda kwa ukubwa zaidi ya tulivyowaza, kwa sababu iko nguvu ndani yetu. Nataka niongee na mtu hapa ambaye anasema leo sitatoka, lazima nipokee nguvu, lazima nipokee uweza. Utatoka mahali hapa, utaamuru mambo yatakuwa, kwa maana Yesu mwenyewe alipokuwa na Roho Mtakatifu hakuna lililomshinda. Hata Mungu Baba anayatenda yote kwa sababu ya nguvu ya Roho Mtakatifu, nasi tunayaweza yote. Kaposhatayaba. Warumi sura 8 mstari wa 26 anasema Roho Mtakatifu yeye hutusaidia udhaifu wetu. Pale anaongelea kwa habari ya kuomba, kwa sababu sisi hatuwezi kuomba ipasavyo. Lakini sio kuomba tu, hata kutenda. Bila Roho Mtakatifu hatuwezi kutenda. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya, haleluya. Nisikilize, mtoto wako anamhitaji Roho Mtakatifu. Kuna siku hapa Roho Mtakatifu alishuka. Kuna watoto ya Roho Mtakatifu, lakini wazazi wao mukaenda kuwakemea. Yaani hapa hata ukiwa na dini 3, mambo ya kimungu hata uwe na dini ngapi, huwezi ukayaelewa. Unahitaji uwe na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, Biblia inasema zijaribuni kila, huwezi ukajaribu kama una roho wa kuthibitisha huyu ni mimi ama si mimi. Kipimo cha kupima huyu ni Roho Mtakatifu, huyu anaigiza, huyu ni pepo, kwanza ni Roho Mtakatifu. Ukiwa naye na ukamjua, kwa sababu unaweza ukawa naye afu hamjuani, yaani yupo lakini hamjuani. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Roho Mtakatifu yeye ni mtendaji mkuu. Nimekwambia katika uumbaji mara nyingi tumesikia, na wakati mwingine hata tumewafundisha watu na kuelezea kazi ya Mungu ya uumbaji, lakini tunasahau kuwa Roho Mtakatifu alikuwepo katikati ya huo uumbaji. Watu wengi wanasema Mungu akasema na iwe na iwe na iwe, wanafundisha na wanaishi hapo, na hawatambui kwamba kwa nini Roho Mtakatifu aliwekwa kwenye ule mstari wa pili, kwamba Roho wa Mungu alitulia juu ya uso wa maji. Kwa nini atajwe? Kipindi Mungu anaumba, Bwana Yesu alikuwepo, Roho Mtakatifu alikuwepo. Kumbuka anaitwa Roho wa Mungu. Roho yangu haiwezi kukaa kwako. Roho ya Mungu pekee, kwa sababu yeye alitoa zawadi, ndio inakaa kwetu, lakini roho zetu hazikai kwa mtu mwingine. Ukiona wewe unatembea na roho ya babu yako, ujue wewe una mapepo. Unanielewa? Wewe ukiona wazee wanaongea ndani yako kwamba wazee, ujue hayo ni mamizimu, mapepo. Roho ya mwanadamu inakaa kwa mwanadamu. Na mimi roho yangu ikitoka ikaja kwako, basi mimi mtanikimbia hapa, kwa sababu mimi nitakuwa nimeisha kuisha, na hata nikifa haitakuja kwako. Lakini Roho Mtakatifu pekee. Na ndio maana Biblia inatuambia kwamba Roho wa Mungu alitulia juu ya uso wa maji. Kuna mtu mmoja akaongezea akasema, ili Mungu aweze kunena, kabla hajanena Roho Mtakatifu alitangulia mbele ya utendaji. Jambo lolote la kiungu, Mungu akikubariki akisema nimekufanikisha, ili uone udhihirisho wa kule kufanikishwa, ni lazima Roho Mtakatifu alitangulia mbele ya mafanikio yako. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha ya Yesu Kristo pia tumekuwa tukieleza kazi za Yesu Kristo, vile alivyotenda ishara nyingi, lakini pia tumekuwa tukisahau kwamba Roho Mtakatifu hakuweza kutenda. Yesu hakuweza kutenda bila Roho Mtakatifu. Ndiyo Yesu alitembea juu ya maji, lakini kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Ndiyo Yesu aliponya wagonjwa, lakini kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kwa nini upo kanisani afu muhitaji? Biblia inasema ulimwengu hauwezi mtambua wala kumjua, lakini ninyi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ngoja nikuonyeshe hapa. Tukisoma katika kitabu cha Luka sura ya 5 mstari wa 17, Biblia inasema, Luka unayeandika sura ya 5 mstari wa 17, nataka tuangalie hapo. Biblia inasema, ikawa siku zile mmojawapo alikuwa akifundisha, na Mafarisayo na walimu wa Torati walikuwa wameketi hapo, waliotoka katika kila kijiji cha Galilaya na Uyahudi na Yerusalemu. Angalia hiyo si. Na uweza wa Bwana ulikuwapo apate kuponya. Na uweza wa Bwana ulikuwapo apate, ina maana usingekuwapo. Ndio maana akasema Roho ya Bwana hii juu yangu, kwa maana Bwana amenitia mafuta. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye mwenyewe alitambua kwamba Roho ya Bwana ipo juu yangu ili niyatende hayo, ili vipofu wapate kuona, ili viziwi watembee, ili mabubu wanene, yekerebosata, yale yasiyowezekana uwezekane. Hivyo Roho Mtakatifu
ametumwa na Baba, naye yupo ndani ya maisha yetu, naye yupo ili atende. Hebu endelea kuomba, endelea kujiachilia, endelea kumuhitaji, endelea kuongeza shauku. Usiseme nilishampokea. Utashangaa anakuja analichukua kanisa, afu wewe upo Mungu. Kama Mungu alimhitaji Roho Mtakatifu, kama Yesu Kristo alimhitaji Roho Mtakatifu, wewe nani? Halo. Roho Mtakatifu tunasoma katika kitabu cha Rumi sura 8 mstari wa 11. Biblia inasema yeye ndiye aliyemfufua Yesu. Yesu Kristo kama asingekuwa na Roho Mtakatifu asingefufuka, kwa sababu huyo Roho Mtakatifu hawezi kaa ndani yako afu akashindwa kumtukuza Yesu. Unanielewa? Yaani Roho Mtakatifu hajaja kwa ajili ya kukuonyesha wewe unajua kuimba, hajaja ili ya kuonyeshe kwamba wewe unajua kuponya. Amekuja ili watu wajue kwamba Yesu anaweza kuponya. Amekuja, anaishi ndani yako ili watu wajue kwamba Yesu anainua watu. Anaishi ndani yako ili watu wajue kwamba Yesu ni msaada. Yeye anakusaidia kutenda kila jambo ili watu wanaokuzunguka wajue remosa tayaba kwamba huyu anaye Yesu ndani yake. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kumthibitisha Yesu maishani mwetu. Kwa hiyo tusibaki tu kukaa na Yesu ama kumtaja Yesu ama kumwadhimisha Yesu, lakini tukasahau kukaa na Roho Mtakatifu. Kwa sababu watu wengi wana dini, ni Wakristo, lakini dhambi hawawezi kuacha kwa sababu hawana Roho Mtakatifu. Na makanisa mengi yameacha kuhubiri habari za Roho Mtakatifu. Ndio maana hawezi kukemea dhambi. Huwezi ukaikemea dhambi wakati huna Roho Mtakatifu. Unaelewa kwamba huwezi ukaenda katikati ya wanakijiji ukahubiri juu ya uchawi wakati wewe huna Roho Mtakatifu. Unanielewa? Utakufa sekunde. Usije ukasubutu. Ndio maana Yesu akasema kaeni humu, msitoke. Angalizo hilo. Kaeni humu humu. Tena aliwapangia ghorofa, akawaacha wakae juu ghorofani. Msishuke huko chini. Mpaka kaeni muingoje ahadi ya Baba yangu. Kwa nini? Alijua hawa mimi sipo saizi. Wakienda na mimi nimepaa, sirudi tena saizi. Nikirudi hiyo wanasema kitoka, ikirudi panja. Kwa hiyo mimi wakati wa kurudi sio leo. Sasa hawa majamaa wakitoka akisema na sisi tupige kama alivyokuwa anapiga, watakuwa wana wasikewa. Sasa subirini humu, wakawa watii. Na mimi nataka nikwambie mpendwa, usiingie kwenye hiyo ndoa kama una Roho Mtakatifu. Utakuja unikumbuke. Wewe jifanye tu kwamba mimi Roho Mtakatifu naye, mbona nasema shika raba usiache kushona, shaka shika ndara chapa raba. Hafu una uhakikisho kwamba unaye. Hamfahamiani. Umekuwa tu kanisani kila siku robo kiro. Na wewe umeshika tu umeadapt hiyo lugha, lakini huna Roho Mtakatifu. Usijichanganye. Mtafute kwanza Roho Mtakatifu. Kwa sababu hawezi, kuna mtu anakuambia Mungu ameniambia kwamba hivi na kesho unasikia mimi nimeviacha. Sasa kama Mungu alikwambia unaviacheje? Hapo ujipime. Kuna mambo ulithibitisha kwamba ni Mungu amekujibu, lakini ikafika wakati yakakushinda ukaviacha. Sitamani tuwe watu wa dini, natamani tuwe wanafunzi wa Yesu Kristo, wale wenye alama, waliowekwa muhuri na Roho Mtakatifu anakaa ndani yao, arabuni ya Roho. Haleluya, haleluya. Warumi sura 8 mstari wa 11. Pastor, kama umefika nisomee 11. Soma kwa msaada wa Bwana. Sikiliza. Inasema lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu, ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataiuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Unaelewa eh? Bwana sifiwe. Kwa kumbe kinachotufanya tunauishwa ni Roho Mtakatifu. Kumbe Yesu Kristo alifufuliwa na Mungu kwa Roho Mtakatifu, kwa sababu Mungu aliamua kumfufua mwanae, lakini yeye Mungu hakuwa ule ufufuo, ila Roho Mtakatifu ndo alikuwa ufufuo. Yesu anaposema mimi ndimi huo ufufuo, kwa sababu Roho wake yupo ndani yake. Hakuna Yesu bila Roho Mtakatifu. Nataka uwe muelewe Roho Mtakatifu kama nguvu ya uwezesho. Sijui kama unanielewa. Yesu akusaidie kuelewa zaidi. Yesu akusaidie. Huu ni utendaji. Tunapoongelea nafsi tatu ni utendaji, na hakuna anayetenda kazi ya mtu mwingine. Mungu Baba anasimama kwenye position yake. Wanaelewa hawa? Mungu Mwana anasimama kwenye position yake na ana heshima yake. Mungu Roho Mtakatifu anasimama kwenye position yake na yeye ana heshima yake. Ndio maana kuna wakati anahuzunika, lakini yeye ni mpole. Yeye ni nafsi kamili. Kama ambavyo Mungu Baba ni nafsi kamili, kama ambavyo Yesu Kristo ni nafsi kamili, pia Roho Mtakatifu ni nafsi kamili. Anapenda. Unaweza ukakaa naye akakutania. Upo chumbani peke yako ukacheka, watu wakasema huyu jamaa amesharuka ukichaa toka ameokoka. Ninayetembea naye. Anasema
Mkiitwa kwenye baraza msiwaze mtasema nini, kwa sababu Roho Mtakatifu yeye atawapa cha kusema. Atakupaje cha kusema kama wewe huwezi kumsikia? Kama ninaweza kumsikia, nina uwezo pia kumuongelesha. Tunaenda wenyewe. Nataka utambue hata na kila jambo unalifanya kwa ajili ya jina la Yesu. Kwa hiyo hata unapoongea na Roho Mtakatifu, unapopiga story na Roho Mtakatifu, ili utende lile ambalo Roho Mtakatifu amekufunulia kulitenda, ni lazima utumie jina la Yesu ili yeye atende. Kwa sababu yeye hatatenda kama wewe utaenda kama wewe. Ndio maana uweze kusema kwa jina la Mungu. Mungu yupi? Au Mungu ama ile Mungu ndogo. Lakini pia Roho Mtakatifu ndiye aliyemsaidia Yesu kupaa. Luka 24:51. Biblia inatuambia Yesu Kristo alipokuwa akiwabariki akajitenga, ghafla akachukuliwa. Aliyemchukua ni Roho Mtakatifu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana Yesu anajua bila huo uwezo hatuwezi lolote. Uwezo utokao juu ni nguvu ya Mungu ya uwezesho, na ni Roho Mtakatifu mwenyewe. Biblia katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8 anasema, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Kwa lugha nyingine, hauwezi mkawa na nguvu ama muwezi kupokea nguvu kama hamna Roho Mtakatifu, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Kumbe basi mwenye hiyo nguvu ni Roho Mtakatifu. Ndio maana unamhitaji Roho Mtakatifu kama mwenye nguvu ya kutenda jambo lolote. Bwana Yesu asifiwe sana. Duniani ama hii dunia inahitaji watu watatuzi wa mambo yaliyoshindikana. Mwanzo sura 41 mstari wa 38. Nataka nikimbie tu. Biblia inasema, Farao akawaambia watumwa wake, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Huyu ni Yusufu, yupo kwa Farao. Lakini pale kwa Farao kulikuwa kuna watu ambao wameajiliwa kwa ajili ya kutatua matatizo ya Farao. Sijui kama unanielewa. Wachawi, wenye hekima, wenye maarifa. Hata siku za Danieli ilikuwa hivyo. Kuna watu maalum wameajiliwa kwa ajili ya kushughulikia matatizo sugu, lakini walipoitwa walishindwa kutatua. Wakati mwingine Mungu anaweza akakuweka kazini, alafu ili akuinue akaruhusu tatizo sugu ili wewe upate CV mpya nje ya vyeti ulivyo navyo. Sasa wewe unatakiwa uwe mtatuzi kwenye hiyo changamoto ambayo inawasumbua hapo kazini. Sasa ili uwe mtatuzi unahitaji maarifa. Tukisoma katika kitabu cha Danieli tunaona Danieli akawaambia, ngoja kwanza mwambie mfalme asiue hao wachawi, kwa sababu hao wachawi na wenyewe wanatusaidia kazi. Nilikuwa nawaambia hapo juzi, hapo kulikuwa kuna msiba hapo, nikasema wachawi wananikela, wachawi Butambala wananikela, wanashindwa kuloga watu ipasavyo. Loga minya kweli kweli, kama watavaa milege, kama watafuta bangi, minya finya kweli kweli. Mabinti eti wanaluka luka na wanaume, piga kabari ya maana, kila akikutana mwanaume anaanguka. Piga kazi, finya kweli kweli. Wakitaka kufa waleni nyama, wakikimbilia kwangu ninawalogoloa, wanakuwa wazima, wanakuwa washirika. Wewe hili kanisa lote linahitaji lijae watu afu wachawi wamekaa tu. Wapige kazi kweli kweli. Si ndio hivyo? Kwa sababu kiboko ya wachawi ni mimi, nipo hapa. Halo, wakikutengeneza kesi ya kukuua mimi nakuja na iailisha. Unakuwa mshiriki. Ukiwa na kiburi wanakukula nyama. Kwa hiyo maisha yanaenda hivyo. Kila mmoja asimame kwenye ufalme wake. Na nimwambia mwaka huu msijichanganye. Mimi nitasema Bwana alitoa na Bwana ametoa, hata kama hajatoa. Halo, tunahitaji nguvu. Haleluya. Haleluya. Biblia inasema Farao akawaambia watumwa wake, hadi wale ambao walikuwa wanafanya zile kazi, akasema tupate wapi mtu kama huyu ambaye roho wa Mungu anakaa ndani yake? Farao ni mataifa, lakini alivyoona akasema hii sio elimu ya kawaida. Huyu mtu ana roho wa Mungu ndani yake, kwa maana anaweza kufumbua mafumbo yaliyoshindikana katikati ya nchi nzima. Huyu mtu ni mtu bora. Huyu mtu hata kama alikuwa mfungwa, kuanzia leo mvesheni nguo nzuri. Huyu mtu hata kama alikuwa anafanya kazi ya kulipwa mshahara laki, kuanzia leo 700,000, kwa maana mtu huyu ana maarifa yaliyo bora. Huyu atatufaa kwenye ufalme. Nataka nikwambie, dunia haihitaji CV, bali inahitaji watu wenye kuweza kutatua matatizo yanayowasumbua. Bwana Mungu akakupe roho yake. Bwana Mungu akakupe maarifa yake. Bwana Mungu alipokuweka akakuthibitishe kama wewe ni mtatuzi katika hilo eneo. Na wakikupiga chini kwenye hiyo nafasi, wanaporomoka, wanakurudisha tena. Sasa wewe tunakupiga chini afu maisha yanaenda. Anakuja mtu fulani hivi, tena anakalia tunguli, anaperform kuliko nafasi ulionayo wewe. Naanzeje kukukumbuka? Roho Mtakatifu anaweza kubadili hata mazingira na mifumo ya kibiolojia. Sitasoma, lakini ukasome wewe mwenyewe nyumbani. Mwanzo sura 30 mstari wa 37 hadi mstari wa 40. Lakini pia Mwanzo mstari wa 31 mstari wa 10
hadi wa 12. Utaona Roho Mtakatifu alivyobadilisha mifumo ya kibiolojia kwenye kibarua cha Yakobo. Yakobo kila siku anamuomba mjomba wake Labani ampandishe mshahara, lakini Labani akipiga hesabu anaona huna lolote, we si chochote unachoniofa. Labani anasema mshahara wako utakuwa huo huo. Halo, Mungu akupe neema uelewe hiki kinacho. Changamoto sio nani, sio watu wanaokuzunguka. Changamoto ni wewe. Huna nguvu inayokuwezesha kuwatisha watu na kuwafanya wao waone utofauti kati yako wewe na wengine. Hata kama una kitu bora, bado kuna watu wanakuloga. Wao wanaonekana ni bora kuliko wewe, lakini wewe ni master. Unaelewa? Wewe hujaenda, nenda maofisini, unakuta secretary ana mamlaka kuliko bosi. Kwani uongo? Yaani bosi hawezi fanya mchongo wowote mpaka secretary aamue. Mshahara wa secretary wenyewe mdogo tu. Na watu wana shida zao. Unajua kuna ofisi zile rushwa ndo nyumbani kwao au takrima. Sasa unakuta bili zote zinapitia kwa secretary. Alafu bosi anakuja kuletewa tu, huyu bwana ana shida, anataka umsaidie lakini ametoa na laki. Kwa nini asije yeye mwenyewe? Kumbe katoa 400,000. Alafu hata bosi akija kujua kwamba secretary amempiga 300,000, anaogopa hata kwenda kumuuliza. Nini? Vile visecretary vinaloga. Wewe hujakaa ofisini wewe uelewe. Vinaloga, viko vizuri. Yaani wewe ni bosi upo hapo na kitambe, lakini yeye kila siku anakupigia tu achomoi. Wanaheri wenye Mungu. Sio kwamba mtu huyu ni bora, wewe ndio bora, wewe ndio bosi, lakini kwenye kile kiti katika ulimwengu wa roho, yeye ndio amekaa. Kwa hiyo yeye ndio anayefanya maamuzi, wewe huwezi fanya maamuzi. Ukiona hizo alama hata kama ni mlokole, muangaliege mbali hivi. Piga jicho la mbali kwa darubini. Huyu haiwezekani akaona hii mamlaka wakati namjua wokovu wake ni watia maji. Labda wokovu wake ndio ukuaminisha kwamba hili jamaa huwezi litoa kwa Mungu. Ni mtu kweli la Mungu. Man of all God. Hapo unasema kweli huyu Mungu wake anamsaidia. Lakini mtu mwenyewe kanisani kwenyewe kwa tochi. Maombi yakitangazwa yeye ana vidonda vyake vya tumbo. Wakati kuna watu wana vidonda ya tumbo na wanakipiga 3 kavu, 4 kavu. Na unajua ukifunga njaa huaga haijui kama umefunga, wala haijui kama inaishi kwenye tumbo lako. Wala udhaifu wowote huaga hujui. Ila wewe unayefunga, chelewa kula siku hiyo hujafunga. Au watu wa rohoni sasa. Kuna watu wawili tofauti. Watu wa rohoni hata kama watafunga siku 3 na wana madhaifu, hayo madhaifu hawayasikii. Uongo kweli sio uongo. Haya. Mtu wa pili ni mtu ambaye sio wa kiroho, yupo kanisani. Anaweza akapiga kazi zake kuanzia asubuhi hadi jioni, hata tumbo alimwambia na njaa. Lakini akitangaza maombi ya masaa 12, saa 3 anapita jikoni. Ukimwambia vipi? Nimefunga leo unajua. Yaani njaa inauma kuliko kawaida. Wakati akiwa hajafunga anaweza akapiga hadi masaa 12. Afu jioni hivi kumbe sijala. Mwambie tunaingia kwenye maombi. Saa 3. Yaani mfungo wa leo. So wa leo wewe ndio wa hivyo kila siku. Roho Mtakatifu ndiye anayetuwezesha. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kutoa msaada kwetu. Yeye ni mwezeshaji. Je, unalitambua hilo? Na kuuliza swali. Unalitambua hilo? Kwamba Roho Mtakatifu yeye ndio mwezeshaji? Basi mshirikishe kuanzia leo. Simama kwa miguu yako mahali ulipo.